Sehemu ya furaha inaanza. Ilikuwa asubuhi yenye jua angavu, siku ambayo kila mtu alikuwa akiisubiri kwa hamu kubwa. Harusi ya Neema na Daniel ilikuwa imepangwa kufanyika katika bustani nzuri iliyopambwa kwa maua meupe na ya waridi. Wageni walikuwa wameanza kuwasili mapema, wakivalia mavazi yao mazuri, wakicheka na kupiga picha. Muziki wa taratibu ulikuwa ukisikika hewani, ukiongeza hali ya sherehe. Neema alikuwa ndani ya chumba cha maandalizi, akiwa amevaa gauni lake jeupe lililomfanya aonekane kama malaika. Marafiki zake walikuwa pembeni yake wakimpongeza, huku mama yake akimwangalia kwa macho yenye furaha na hisia. Kila kitu kilionekana kuwa sawa, lakini kulikuwa na jambo moja lililozua wasiwasi. Daniel, bwana harusi, hakuwa ameonekana bado. Saa zilikuwa zikisogea polepole na muda wa sherehe ulikuwa ukikaribia. Watu walianza kujiuliza kimoyomoyo, yuko wapi? Neema alijaribu kutulia, akijiaminisha kuwa labda ni foleni au jambo dogo tu limemchelewesha. Hata hivyo, ndani ya moyo wake kulianza kujengeka hofu ndogo isiyoelezeka. Sehemu ya pili, wasiwasi unaongezeka. Dakika zilipita na kuwa saa. Wageni walianza kuketi kwenye viti vyao, lakini macho yao yalikuwa yakitazama upande wa lango kuu, wakisubiri kuonekana kwa bwana harusi. Wazazi wa Daniel walikuwa wakipiga simu mara kwa mara bila mafanikio. Mpambe wa Daniel, Kevin, alionekana mwenye wasiwasi mkubwa. Alikuwa akitembea huku na huku, akijaribu kuficha hali yake, lakini ilikuwa wazi kuwa kuna kitu hakikuwa sawa. Alimwambia mmoja wa ndugu wa Neema kwa sauti ya chini kuwa Daniel hakuwa akijibu simu tangu asubuhi. Ndani ya chunga, Neema alianza kupoteza utulivu wake. Tabasamu lake lilianza kufifia na macho yake yakajaa maswali. Inawezekana amebadilisha mawazo? Aliuliza kwa sauti ya chini, karibu na machozi. Mama yake alimshika mkono na kumfariji, akisema, subiri kidogo mwanangu, kila kitu kitakuwa sawa. Lakini moyoni mwa Neema kulikuwa na kivuli cha hofu ambacho hakikuondoka. Harusi ambayo ilipaswa kuwa mwanzo wa furaha ilianza kuonekana kama ndoto inayovunjika polepole. Sehemu ya tatu, siri ya Daniel. Wakati wote huu ukiendelea, Daniel alikuwa mbali kidogo na eneo la harusi. Alikuwa amesimama kando ya barabara, akiongea na mwanamke ambaye hakutarajiwa kabisa kuonekana siku hiyo, Aisha, mpenzi wake wa zamani. Aisha alikuwa amerudi ghafla baada ya miaka kadhaa bila mawasiliano. Alionekana mwenye hisia kali, macho yake yakiwa na huzuni na msisitizo. Huwezi kuoa bila kunisikiliza, alisema kwa sauti yenye maumivu. Daniel alikuwa amechanganyikiwa, alikuwa tayari kuanza maisha mapya, lakini kurudi kwa Aisha kulimfanya kumbukumbu za zamani zirudi kwa nguvu. Waliwahi kupendana sana, lakini walitengana kutokana na hali ngumu za maisha. Aisha alimwambia kuwa bado anampenda na kwamba hajaweza kusonga mbele. Maneno yake yalimgusa Daniel kwa undani, yakimfanya ashindwe kuamua haraka. Muda ulikuwa ukisonga, lakini Daniel alionekana kusimama kati ya maisha mawili, zamani na ya sasa. Hajui ni uamuzi gani ungekuwa sahihi, lakini alijua kuwa kila sekunde iliyopita ilikuwa inabadilisha hatima yake. Sehemu ya 4, uamuzi mgumu. Daniel alikaa kimya kwa muda, akimtazama Aisha. Kila neno alilosema lilikuwa na uzito mkubwa. Kwa nini umefika leo? Aliuliza kwa sauti ya chini. Aisha alijibu, kwa sababu sikutaka kuacha uende bila kujua ukweli wa moyo wangu. Daniel alihisi mzigo mkubwa moyoni mwake. Alimpenda Neema, lakini hakuwahi kusahau kabisa Aisha. Hisia zilizozimiwa zilianza kuwaka tena. Baada ya muda mrefu wa ukimya, Daniel alifanya uamuzi wa ghafla. Alimshika Aisha mkono na kusema, njoo. Aisha alishtuka, lakini alikubali. Walipanda gari na kuanza kuelekea kwenye eneo la harusi. Lakini Daniel hakuwa peke yake tena. Alikuwa ameongozana na kivuli cha zamani ambacho hakikuwa kimetoweka. Wakati huo huo, harusi ilisimama, kila mtu akisubiri. Hakuna aliyejua kuwa Daniel alikuwa njiani, lakini sio peke yake. Sehemu ya 6, kiingia kusikotarajiwa. Gari lilisimama ghafla mbele ya ukumbi wa harusi. Wageni wote waligeuka kutazama. Milango ilifunguliwa na Daniel alishuka. Kulikuwa na pumzi ya pamoja kutoka kwa umati, lakini mshangao mkubwa ulikuja pale Aisha aliposhuka nyuma yake. Minongono ilianza kusikika kila kona. Hiyo ni nani? Ina maana gani hii? Watu waliulizana. Daniel alitembea kuelekea mbele, akiwa na uso mzito. Aisha alikuwa pembeni yake, akionekana mwenye wasiwasi lakini jasiri. Ndani ya ukumbi, Neema aliona tukio hilo kupitia dirisha. Moyo wake ulidunda kwa nguvu. Hakuelewa kilichokuwa kinaendelea, lakini alihisi maumivu makali moyoni mwake. Siku yake maalumu ilianza kubadilika kwa fumbo lisiloelezeka. Sehemu ya 7, ukweli unafichuka. Daniel alisimama mbele ya wageni wote, akavuta pumzi ndefu. Nina jambo la kusema, alianza. Ukumbi ukatulia
ghafla. Kila mtu alikuwa makini. Alieleza historia yake na Aisha, upendo wao wa zamani, sababu ya kutengana na jinsi alivyoshindwa kuufunga kabisa moyo wake. Maneno yake yalikuwa ya kweli, lakini yaliumiza. Neema alisikiliza kwa macho yaliyojaa machozi. Hakutarajia kusikia hadithi kama hiyo siku ya harusi yake. Aisha alisimama kimya, macho yake yakimtazama Daniel kwa matumaini. Hali ilikuwa nzito, kila mtu akingoja kile kitakachofuata. Sehemu ya 7, moyo wa Neema. Neema alitoka nje polepole, akitembea kuelekea kwa Daniel. Kila hatua ilikuwa nzito, lakini alikuwa jasiri. Alisimama mbele yake na kusema, unanipenda kweli? Daniel alishindwa kujibu mara moja. Kimya chake ilikuwa jibu lenyewe. Machozi yalimtiririka Neema, lakini alijikaza. Upendo si mashaka, alisema kwa utulivu. Maneno yake yaligusa kila mtu aliyekuwepo. Sehemu ya 8, uamuzi wa mwisho. Daniel alitazama wanawake wawili waliokuwa mbele yake, zamani na sasa. Baada ya sekunde chache ya ukimya, alishusha macho yake. Uamuzi ulikuwa mgumu, lakini lazima ufanyike. Aligeuka kuelekea kwa Aisha. Wageni walishikwa na butwaa. Sehemu ya 9, mwisho usiotarajiwa. Daniel alimshika Aisha mkono. Samahani, alisema kwa sauti ya chini. Neema alifunga macho yake, akijaribu kukubali hali, lakini ghafla Daniel aliachia mkono wa Aisha na kugeuka kwa Neema. Sitaki kuishi kwenye kivuli cha zamani, alisema. Aisha alibaki amesimama, akitazama kwa maumivu. Sehemu ya 10, mwanzo mpya. Daniel alipiga magoti mbele ya Neema. Nataka kuchagua wewe bila masharti. Neema alitazama kwa muda mrefu. Ilikuwa si rahisi kuamini tena, lakini aliona ukweli machoni mwake. Baada ya kimya kifupi, alinyanyua kicha yake na kusema, basi usichelewe tena, sio leo, sio maishani. Ukumbi ulilipuka kwa makofi. Aisha aliondoka kimya kimya, akijua hadithi yake imefika mwisho. Harusi iliendelea, lakini sasa ikiwa na somo kubwa, kwamba upendo wa kweli unahitaji uamuzi, sio kumbukumbu.